الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni fursa kubwa na adhimu kuendelea na kipindi chetu muhimu sana kwa mwanadamu ala wajhi al-umumi na kwa muislamu ala wajhi al-khususi. Maisha yetu ya leo, mara nyingi mwanadamu hufurahia anapojua kwamba mimi nikiwa nahitajia matibabu ninaye wa kunisimamia kunitibu, nikiwa nahitajia chakula ninaye wa kunisimamia juu ya kula, nikiwa nahitajia mavazi ninaye wa kunisimamia kuvaa, nikihitajia malazi ninaye wa kunisimamia sehemu ya kulala. Kila nyanja ambazo kwamba mwanadamu azihitajia huwa yuafurahi na hupata confidence wakati akijua nilo naye au tegemeo ninalolitegemea laweza kunikimu na kunikidhia na kunitosheleza yale mahitajia ambao kwamba mimi nayahitajia. Yule mwenye akili ya kufahamu mambo yatakiwavo, ya kuelewa uhakika utakiwavo, ni wakati anapojua kwamba mimi kesho siku ya Kiyama, watu watakapokuwa wameondoka hapa duniani wamekwenda katika maisha ya barzakh, baada ya kuondoka katika maisha ya barzakh watakwenda katika sehemu ya kuhisabiwa. Hii sehemu ya kuhisabiwa, kwa kuwa yeye ana imani kamili ya kuamini yalioelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tutakuwa katika sehemu ambayo kwamba ni arasatil qiyama, viwanja vya kiyama. Viwanja kama hivi ni viwanja ambavyo kwamba kwa lugha ambayo kwamba tunaweza kuizungumza iweze kueleweka, ni mfano wa desert, ardhu falah, ardhi ambayo haina miti, ardhi ambayo kwamba haina sehemu utapata kinun, kivuli, shadow yoyote ya kuweza kulikimbia ukali na uharara na joto na uchomaji wa lile jua ambalo kwamba ameliweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa maisha ya duniani mwanadamu huwa ataka awe na protection katika kila nyanja, ajue mimi ngome yangu ya kutegemea ni ipi, ninapokuwa nitafikiwa na tatizo nina hakika nikimwendea fulani
atanitatulia hili tatizo, ataweza kuniondolea, ataweza kunisaidia. Na mwenye akili atauliza. Tukiwa katika sehemu kama hii, tukiwa katika tukio kama hilo, tumewekwa kwenye desert, kiwanja ambao najua litakuwa limekurubia, watu majasho yatakuwa yakiwatoka. Je, ni watu wote watakuwa na hali kama hiyo? Anapopata uhakika kuwa si watu wote, kuna watu watakuwa hawalisikii lile jua, kuna watu watakuwa hawajui kama kuna jua. Ni kitu gani kimewafanya hawa wawe kwenye jua na hawa wasijue kama kuna jua linawachoma watu? Kuna kivuli, shadow, ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekinasibisha kwake yeye. Kivuli kama hichi alokinasibisha kwake yeye Mwenyezi Mungu atawapa waja wake kwa kupitia mambo gani? Waja hawa wana sifa gani? Ndio tukaelezea hadithi tukufu, hadithi takatifu yenye kuelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia sab'atun yudhilluhumullah. Kuna watu saba hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kwa matendo yao walioyafanya hapa. Matendo kama haya yakasababisha wajitengezee, ni hawa wenyewe wanajikretia hichi kivuli. Na si saba kwamba ni saba tu, hakuna wanane, hakuna watisa. Hawa saba wametajwa kwenye hadithi moja, lakini baadhi ya wanazuoni wamewaweza kuwafikisha mpaka 70, lakini hawa saba wakatajwa katika hadithi moja, na ndio na sisi kwenye kipindi chetu tukawaita watu saba ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli cha Mola wao siku ambao hakuna kivuli ila kivuli hicho. Tukaanza kuelezea katika hawa watu saba. Mtu wa kwanza ni kiongozi ambaye ni mwadilifu, tukaeleza nyanja ya uongozi. Ingawa ilikuwa ni mlango, lao tungekuwa ni kuupa haki yake tungezungumza mpaka siku ya Kiyama, kwa sababu uongozi unaanza mtu kwake yeye mwenyewe. Wewe kwa nafsi yako ni leadership. Twende mpaka tulipoafikiwa na Mwenyezi Mungu kuelezea. Mtu wa pili ambao ndio twaingia mada yetu ni kumuelezea, ni mtu muhimu. Huyu mtu ameelezewa kwa stage ya miaka hii imeelezewa kwamba hii miaka ni miaka ya kuweza kupata hichi kivuli, na ni miaka ambaye kwamba hakuna ambaye kwamba Mungu amemkalifisha na kufanya mema na kuacha mabaya, lazima aingie kwenye miaka hii. Shabun nashaa fi ta'atillah, barobaro. Sawa, tukizungumza barobaro kwa kukusudia barobaro ni mvulana wa kiume. Kadhalika geuza shabatun nashaat, msichana ambaye kwamba nashaat, amekulia. Kwenye hadithi ni shabun nashaa, sije nikaambia hadithi hiyo umeitoa wapi nashaat. Hapa tuangalie uslubi wa kuzungumza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wajua mimi na wewe tuweza kuzungumza kitu katika lugha tukasema pengine miskini hata amekusudia amezungumza tu, lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapozungumza neno, lile neno ni lazima tuliangalie kwa undani. Kwa nini hakusema barobaro amelelewa? Barobaro amelelewa, amesema shabun nashaa. Maana yake ni kwamba hatuangalii ulilelewa vipi, lakini tutakuangalia ukiwa barobaro utakuwa vipi, kwa sababu sasa you have a choice. Unaweza kujichagulia, unaweza kujiamulia, unaweza kujipangilia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam angetuambia shabun tarabba, amekulia, amelelewa, amefundishwa. Fundishwa utakachofundishwa huko nyuma, lelewa namna utakavyokulelewa.
pewa mafundisho tofauti tofauti, hayatuhusu. Yanaotuhusu kaifa tansha baada an takuna shaban, vipi utakulia baada sasa ushafikia ubarobaro. Ni uzuri wakati tunapokizungumzia kitu tukiwa tumekipa heading, tukichambue kidogo kile kitu kieleweke kile kitu ni nini. Barobaro ni marhala, ni stages. Nafikiri tuliwahi kuzungumzia, ikiwa ni katika vipindi vilopita au vipindi vingine, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani, wa khalaqnakum atwara. Mwenyezi Mungu ametuumba sisi kwa stages. Binadamu Mwenyezi Mungu amemuumba kwa stage. Na ukitaka kujua stages za mwanadamu, kuna aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipigia mfano dunia, kusema mathalul hayati dunya kutuelezea innamal hayatu dunya. Hakupiga mfano wa dunia, atuelezea dunia ni nini. Innamal hayatu dunya, maisha ya dunia, laibun wa lahun. Akaeleza stage 5 za dunia, kwamba kuna laibun, kuna na lahun, kuna na zinatun, kuna na tafakhurun, kuna na takathurun. Stage 5. Hizi stage 5 za dunia, kwamba kuna stage ya laibun, kucheza; lahun, kupumba; zinatun, kujipamba; tafakhurun, kujiproud; takathurun, sasa ndio kutaka kucollect. Sasa dunia ukiiona imetajwa haya mambo matano, makusudiwa ni huyo anaishi katika dunia. Stages za mwanadamu ni hizi 5, kwamba laibu, stages za mtoto akizaliwa ana stages, miaka maalumu ya hii ni stage ya kucheza. Mtoto ni lazima umpe nafasi ya kucheza, kuna miaka maalumu ni lazima mtoto apewe nafasi ya cheze. Na asipocheza utotoni ukamkataza, atakuja cheza ukubwani. Na ndio ukaona Waswahili ukwambia, mzee mpaka leo bado yeye yuacheza tu, hakucheza ujanani. Manake kuna stages ilikuwa tayari ishapangwa kwake yeye, atakiwa afanye nini? Acheze. Kwa hiyo ikiwa wewe hukucheza ule wakati ulikuwa wastahiki ucheze, hutocheza wakati ambao kwamba haitostahiki ucheze, wakati haitakiwi wewe ucheze. Kwa hiyo kuna miaka fulani yatakiwa kwako wewe ni mtoto laibun. Kisha akitoka katika stage hiyo, kuna lahun. Sasa apenda kupumbaa, apenda kutazama TV, apenda kuchezea game, apenda kwenda kucheza mipira, apenda kwenda kucheza, apenda swimming, apenda machezo. Sasa ni stage ile, na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama ilivyokuja katika baadhi ya athari, laibhu 7, cheza na yeye kwa miaka 7 yule mtoto, yani kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 7, ana miaka 7. Jaribu kusikosekane machezo baina yako wewe na mtoto wako. Kisha adibhu 7. Kisha akisha kufika miaka 7, anza kumpa instruction sasa ya kuelewa mambo, ya kujua sasa hichi chatakiwa kifanywe vipi na hichi chatakiwa kiachwe namna gani, ni mahala gani watakiwa aweko, ni mahala gani hatakiwi aweko. Kisha zinatu. Akisha kuanza miaka 14 sasa, ndipo pale utakuta sasa barobaro, hataki kuvaa tena nguo za mitumba, hataki kuvaa nguo haina pasi. Zina, apenda aonekane smart saa zote. Kijisichana chataka kwenda lazima kitafute, kama si lipstick basi ni lip shiner. Hatoki mpaka aangalie nyusi zake zimekaa vipi, ajibrush kidogo, ajiperfume kidogo. Zina, Mwenyezi Mungu asema wazinatun, kuna stages ni ya zina.
lazima ajipambe pambe, lazima ajipodoe. Na leo tunaona mpaka watoto wa kiume wengine wavaa lensi. Ile stage ndo ni ile stage ilomfanya afanye yale. Sasa wewe usipojua hii stage huyu kwamba atapambana na marhala na stage ambayo kwamba ni ngumu, stage yenyewe yampa awe ataka kujipamba saa zote, vipi wewe utamfanya ajipambe kwa pambo ambalo kwamba halitomtoa katika maadili, ajipambe kwa pambo ambalo kwamba halitomshughulisha, ajipambe kwa pambo ambalo kwamba halitomsababishia kwenda kufanya yasofaa? Kisha itakuja watakathuru, ataka kuoa sasa, awe na mwenzake, alikuwa peke yake, stages hiyo sasa. Sasa ataka awe na mke wangu bwana, huyu my wife bwana, pengine aanze my fiancé, sijui mposa wangu huyu, mchumba wangu huyu. Ije tena baadaye kama amelelewa vizuri aseme mke wangu sasa huyu, pengine na mke wake aelekeze mahala palipo, manake wengine maduyuthi, henda kila muonayo boss na leo wajuzi bwana, ni huyu wife wangu, hebu fungua ninja. La haula wala quwwata. Bosi wako muonesha gari lako, simuonesha mke wako. Lakini yeye aona kwamba sasa ndio wakati wa kujiproud na kila nilonacho. Nanunua gari mpya bwana, nanunua Honda, nanunua baskili, nanunua viatu vipya bwana. Kila anachokuwa nacho anatakiwa akiwe expose zina. Ametoka amekuja tafakhur, kisha takathur. Ameshaoa sasa fikira yake, vipi nitakuwa na nyumba yangu, vipi nitakuwa na kwangu, vipi nitakuwa na kampuni yangu, vipi. Hizi ni stages Mwenyezi Mungu amemjalia mwanadamu. Usipokuwa hodari wa kuzisoma hizi stages, utaweza kufeli. Sasa mzazi bora ni ambaye anazijua hizi stages, akajua stages kama hizi natakiwa nipaki vipi, stage hii wapaki mahala gani, stage hii watakiwa upaki mahala gani, stage hii watakiwa upaki mahala gani, stage by stage, na yeye atakwenda nazo step by step. Sasa katika stages za maisha mengi, katika hizi stage 5 tulozitaja ni stage za huyu barobaro, marhalatu shabab. Barobaro yuanza katika marhala gani? Labda nigusie tu kidogo kabla sijaingia taarifa kamili ya barobaro, zitaje hizi stage tujue huyu mpaka aanze kuitwa barobaro. Na tafadhalini, simzungumzii barobaro kama barobaro mtoto wa kiume, nazungumzia barobaro kama age, sawa iwe ya kiume, sawa iwe ni ya kike. Lazima nitumie lugha moja, lakini ifahamike kwa ufahamu wa kote kuwili, both side. Mimi namzungumzia barobaro kama miaka, lakini nakusudia mwenye miaka kama hii, sawa awe mwanamume au awe mwanamke. Mwanadamu akizaliwa huwa uko katika stage ya tufula, mtoto mdogo. Kuna tufula, kisha kuna ashabab, kisha kuna alkuhula, kisha kuna asheikhuha. Hizi ndio majina ambayo kwamba mwanadamu huitwa: kijana, barobaro, mtu mzima, mzee. Majina mangapi? 4. Yaanza ujana au utoto udogo. Mtoto mdogo kuanzia azaliwe akaitwa mtoto mdogo. Ataitwa mtoto mdogo kuanzia azaliwe mpaka afike miaka 14, haitwi tena mtoto mdogo. Yani akishakufika miaka 14 amemaliza stage ya mtoto mdogo. Akiingia miaka 15 aanza kuingia katika kubadilishwa jina. Sasa tutamuita barobaro, tutamuita ni barobaro. Akianza miaka 15 mpaka afike miaka 40, yeye tutamuita ni nani? Barobaro.
na wa kike ataitwa msichana. Akisha kuanza miaka 41 sasa tutamuita kuhula, alkuhula, mtu mzima. Sasa watu wazima bwana, yani wale waliopita miaka 40, watu wazima ndio utasikia ile kuna majlis al-congress akitoka mpaka miaka 50. Baada ya hapo tutamuita sheikhuha, mkongwe sasa. Kwa hiyo katika hii tukiangalia hapa percentage ya kwanza tutaipata ni 22% katika 100 ya kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 14. Stage ya pili miaka 15 mpaka miaka 40 ni 40% katika 100. Stage ya tatu ambao ni miaka 41 mpaka 50 ni 15%. Miaka 51 mpaka kufa ni 23%. Sasa utaona pati kubwa ya maisha ya mwanadamu iko between miaka 14 mpaka miaka 40. Hii ndio stage kubwa ya katika maisha ya mwanadamu. So hii stage ndio tutakao kuizungumzia. Usiwe mbali na TV yako insha Allah taala. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.